Kamfuata mwanamke asema mtoto wetu halali usiku atupate usingizi, hakuna utulivu katika nyumba. Mtume kachukua mtoto yuko juu ya ngamia, kamsomea, kamwekea mate kwa mdomo wake. Wakati Mtume anarudi, Mtume kauliza, asema mtoto tangu siku ile ametulia. Kamletea Mtume kondoo mbili na hindo mbili ya samni. Naam. Tuwajaomba kambiwi sahabi, chukua kondoo moja na debe moja ya hindo moja samni, ingine machie. Ulama haja ikhtilafiana alwi, kama mtu umemsomea ruqya kapona mombe, kama mtu hajapona wewe unachukua kabla, hii sio sahihi. Sasa Mtume sallam kaamrisha watu wamfanye ruqya, wafanye ndugu zake ihsani. Hadithi kama unachukua ilivyo itakuwa dhaifu, itakuwa inagongana hadithi nyingi sana bali nimetaja hapa mimi. Sawa. Na Mtume sallam wakati Aisha anasema radhiallahu anha ana umma alikuwa taqra al-mu'awidhat fi yadihi anampakia. Sasa hadithi hii ni sahihi, lakini jumla hii ni khilaf. Lakini mimi nakubali kwa Ibn Hajar anasema wala yastarqun, yani wao ingia kwao mifunga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Na hawana njia wako pori kule, hawezi kufika mji, basi mtawakkal Allah. Alafu wala yaktawun, na hawajichomi moto, sio? Lakini hadithi nyingine imekuja Mtume sallam amemchoma sahabi mmoja, yeye yupo. Maana ulama wanasema yani akhiru dawa al-kay, yani watu wasikimbilie kuchoma ila naona kama hakuna njia nyingine mtu kutibiwa ila kuchoma, achome. Imekuja hii hadithi Mtume sema ana akrahu al-kay, akrahu yani sipendi sana, lakini Mtume ameruhusu. Katika kifupi ni hadithi ni hii maana yake.